Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Novemba 9, siku ya Jumapili. Tunaendelea na mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia kwa robo ya 4 mwaka 2025. Hili ni somo la 7. Mada ya leo inasema Agano Kwanza. Soma Yoshua sura ile ya 5 aya ya 1 hadi ya 7. Kwa nini Bwana alimwamuru Yoshua awatahiri kizazi cha pili cha Waisraeli wakati huu wa pambano? Baada ya kuipeleleza ile nchi, taarifa iliyotia moyo ya wapelelezi na kuvuka Yordani kwa namna ya muujiza, tungetarajia kuwepo mara moja kwa mapigano na adui. Hata hivyo, kuna jambo linaloonekana hapa kuwa muhimu kuliko ushindi wa kijeshi: agano la Israeli na Mungu. Kabla ya hiki kizazi kipya kuingia katika harakati ya kuitoa nchi, walihitajika kujua kikamilifu juu ya uhusiano wao maalum na yule mwenye nchi. Kufanywa upya kwa ishara ya agano kunakuja kama mwitikio wa kitendo cha Mungu cha neema na cha muujiza cha kuileta Israeli kwa usalama hadi ng'ambo ya Yordani. Agano letu na Mungu yapasa daima liwe ndilo jibu la shukrani kwa ajili ya kile ambacho tayari amekikamilisha kwa ajili yetu. Kamwe si tendo la kujaribu kupata manufaa fulani kwa sababu ya kupatana kisheria na masharti yake. Wazo hili bila ya shaka lilikuwa muhimu kwa mapambano ya Paulo dhidi ya wale waliosisitiza kwamba wanaume waongofu kutoka kwa wamataifa watahiriwe, kama ionekanavyo kwa uwazi zaidi kwenye barua yake kwa Wagalatia. Israeli ilikuwa kwenye ukingo wa mwanzo wa pambano kubwa zaidi la kijeshi katika historia yake, na tungetarajia kambi zima liwe katika shughuli kubwa ya maandalizi ya vita. Ni kweli Israeli ilikuwa hivyo, bali haikuwa katika namna iliyozoeleka. Badala ya kuwa katika shughuli ya kufunga lijamu na hatamu kwa farasi wao na kunoa panga zao, waliingia katika kaida iliyoliacha jeshi likiwa katika hali ya kuweza kutendewa chochote kwa haidhuru siku 3. Walifanya hili ili wapate kufurahia uhusiano wao na Mungu wao aliyewakomboa kutoka Misri. Kwa nini? Kwa sababu walitambua kwamba pambano ni la Bwana. Yeye ndiye anayewapa ushindi na mafanikio. Yesu alitengeneza kanuni ile ile kwa maneno tofauti kidogo: bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Mathayo Mtakatifu sura ile ya 6 ya 33. Mara nyingi maisha ya kila siku yanaonekana yakitushinikiza kwa umuhimu wa mambo mengi sana, muhimu kiasi cha kusahau kuyapa kipaumbele yale yaliyo ya muhimu zaidi maishani mwetu: kufanywa upya kila siku kwa ahadi yetu kwa Kristo. Fikiria juu ya nyakati ambazo ulipuuzia muda na Mungu kwa sababu ya mambo yaliyokuwa muhimu zaidi. Kwa nini hili ni rahisi kulifanya kiasi hicho, na tunawezaje kupambana dhidi ya hicho? Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni siku ya Jumapili, Novemba 9, mada ikisema Agano Kwanza. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu hudumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.